Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Watukufu wa Islamu, tutaanza tafsiri ya surati al-Baqara aya 5 za mwanzo. Na utaratibu wa tafsiri, tutatafsiri kwanza kwa jumla. Hii ni sehemu ya kwanza. Tutakuja katika mafunzo, ni sehemu ya pili. Tutakuja katika elimu, hii ni kwa ajili ya wanafunzi. Hii itakuwa si lazima, yani sehemu ya kwanza na ya pili hii ni ya wote. Lakini sehemu ya tatu ni kwa wale wanafunzi ambao wanatafuta elimu. Kuna mambo ya kielimu kidogo, kama kuna mambo ya fani mbalimbali, mambo ya lugha, mambo ya ufafanuzi ambao unataka kidogo yani uende darasani, tutakuwa tunauleta sehemu ya tatu. Kwa hivyo leo tupo sehemu ya kwanza, na inshallah pengine na ya pili tutachukua kama dakika zetu zitatosha. Sipotosha tutakwenda dakika nyingine, halafu hiyo ya tatu tutawachia wanafunzi, tutawapa pia sehemu yao. Katika tafsiri Alif Lam Mim, hakika tafsiri ya aya hii ya mwanzo ni nyingi, na wanachuoni wamesema mambo mengi, lakini kauli iliyokuwa karibu na tafsiri ni kwamba Alif Lam Mim, Allah ndiye anayejua makusudio yake. Pamoja kwamba wanachuoni wamejitahidi, lakini hakuna aliyefikia makusudio rasmi ya sehemu hii. Kwa Alif Lam Mim, Allah ndiye anayejua makusudio yake. Dhalikal kitabu, hiki kitabu cha Qur'an, la raiba fihi, hakuna shaka ndani yake. Dhalikal kitabu, hiki kitabu cha Qur'an, la raiba fihi, hakuna shaka ndani yake. Hudan lilmuttaqin, na ni muongozo kwa wacha Mungu. Au unaweza kutafsiri dhalikal kitabu, hiki kitabu, la raiba, hakuna shaka yoyote inayopatikana humu. Fihi hudan lilmuttaqin, ndani yake kuna muongozo kwa wacha Mungu. Hii zote ni tafsiri na ni sahihi, hazina aspishani katika maana, isipokuwa tupokuja sehemu ya tatu ya wanafunzi tutaona tofauti ya hapa ikoje. Alladhina, ambao hawacha Mungu, ambao yu'minuna bil ghaibi, wanaiamini ghaibu. Yu'minuna bil ghaibi, wanaamini ghaibu. Wa yuqimuna as-salata, na wanaisimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na tuliowaruzuku wanayatoa. Alladhina, ambao yu'minuna bil ghaibi, wanaamini ghaibu. Wa yuqimuna as-salata, na wanasimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na yale tuliowaruzuku wanatoa. Walladhina, na ni ambao pia yu'minuna bima unzila ilaika, wanaamini yaliyoshushwa kwako. Wama unzila min qablika, na yaliyoshushwa kabla yako. Wabil akhirati hum yuqinun, na akhira wanayaqini nayo, hawana shaka wala wasiwasi wowote dhidi ya akhira. Walladhina, na ni ambao pia yu'minuna bima unzila ilaika, wanayaamini yaliyoteremshwa, yaliyoshushwa kwako. Wama unzila min qablika, na yaliyoshushwa kabla yako. Wabil akhirati, na akhira hum yuqinun, hao wanayaqini, wanaiamini akhira. Ulaika, hao sasa wenye sifa hizo ambao ni wacha Mungu, ala huda min rabbihim, wamo katika muongozo wa Mola wao. Hawa ndio ambao wameingia katika muongozo, ala hudan min rabbihim, wamo katika muongozo unaotoka kwa Mola wao. Wa ulaika, na hao humul muflihun, ndio waliofaulu. Waliofaulu na waliokuwa katika muongozo sahihi ni hao. Ulaika, hao
ala huda min rabbihim, wamo katika mwongozo wa Mola wao unaotoka kwa Mola wao. Wa ulaika, na hao humul muflihun, ndio walio faulu. Wengine watakaotoka nje ya hili kundi hawataingia katika mwongozo na hawatakuwa katika kufaulu. Sasa katika darasa hii kipande cha mwanzo kimekuwa wazi katika kutafsiri neno kwa neno ama aya kwa aya. Itakuja darasa ya pili inshallah taala tuanze kuzitaja hizi sifa zilizotajwa hapa kwa ufafanuzi wake na kwa namna gani zinaweza kutunufaisha katika maisha yetu ya hapa, kwa sababu darasa hizi za tafsiri hasa lengo letu kubwa ni ujumbe. Mnafahamu? Kwa hivyo tutakuja aya moja moja sasa. Kwa nini iko hivi? Kwa nini imetajwa sifa hii? Ina athari gani? Mmefahamu mwenye sifa hizi anakuaje na kadhalika, inshallah taala katika darasa inayofuata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.